Habari zenu wapendwa, karibu kwenye Ufalme Uliopotea, kituo chenu cha historia ya kweli ya bara letu Afrika. Leo tutazungumzia kisa cha wanawake mashujaa wa vita ambao walipigana kwa ushujaa mkubwa katika historia ya Afrika. Hadithi hizi sio hadithi za kigeni wala za mioyo, bali ni ukweli wa kihistoria unaothibitishwa na nyaraka na ushahidi. Naamini kwamba baada ya kusikia hadithi hizi, mtaelewa jinsi wanawake walivyokuwa na jukumu kubwa katika ulinzi wa mataifa. Takriban kila mtu anafikiri kuwa vita ni kazi ya wanaume tu, lakini historia inatuonyesha tofauti kabisa ya jambo hili. Mbele ya kuendelea, naomba mjisajili kwenye kituo hiki na mubonyeze kitufe cha kupenda video hii kama bado hamjafanya hivyo. Afrika ya kale ilikuwa na wanawake wengi waliopigana kwa ushujaa sawa na wanaume wenzao katika vita vingi vya ukombozi. Wanawake hawa hawakuwa wahusika wa hadithi za uongo, bali walikuwa wapiganaji halisi wenye ujuzi wa juu sana wa kivita. Wacha tuanze na hadithi ya wanawake wapiganaji wa ufalme wa Dahomey ambao waliitwa Mino kwa lugha ya Fon ya kiasili. Wanawake hawa walitumikia wafalme wa Dahomey kuanzia karne ya 17 hadi karne ya 19 katika eneo. Walikuwa wapigaji wa silaha halisi ambao walipata mafunzo mazito sawa kabisa na askari wanaume wa Dahomey wa kawaida ya jeshi. Kundi hili la wanawake mashujaa lilikuwa polepole hadi kufikia idadi ya takribani 6,000 wakati wa utawala wa mfalme Dlele. Mafunzo yao yalikuwa makali sana na yalihitaji ujuzi wa kupigana bila silaha na pia matumizi ya bunduki za aina mbalimbali. Katika mafunzo haya, wanawake hawa walilazimika kupita majaribu magumu sana ya kimwili na ya kiakili kwa kipindi cha miezi. Walipata elimu ya kupigana kwa mikono tupu na pia matumizi ya visu, mikuki, panga na bunduki za kisasa za wakati huo. Askari hawa wa kike walikuwa na vitengo maalum vinavyojulikana kwa majina tofauti kulingana na silaha waliotumia katika vita vyao vyote. Kundi moja liliitwa Gulo Hento ambao walikuwa wawindaji wa tembo na walitumia bunduki kubwa za kupiga wanyama wakubwa na maadui. Kundi jingine liliitwa Go Hento na walikuwa ni wapigaji wa mikuki ambao walijulikana kwa uwezo wao wa kutupa mikuki kwa umbali. Pia kulikuwa na kundi la Nyekplo Hento ambao walitumia machete makubwa yanayojulikana kama panda kwa kazi ya kupigana kwa karibu. Kila kundi lilikuwa na mafunzo maalum na mikakati yake binafsi ya kupigana ambayo ilijengwa kwa miaka mingi ya uzoefu. Wanawake hawa walikuwa wametengwa kabisa na jamii na walitakiwa wawe bikira na wasiolewe wakati wote wa utumishi wao kwa mfalme. Adhabu ya kujamiana ilikuwa ni kifo kwa mwanamke huyo na mwanaume aliyeshiriki naye katika tendo hilo la kukiuka sheria kali. Deflet Gezo aliyetawala kuanzia mwaka wa 1837 hadi mwaka wa 1859. Yeye alikuwa mmoja wa wafalme walioongeza idadi ya wanawake hawa wapiganaji kwa kiasi kikubwa sana katika jeshi lake kuu. Mfalme huyo aliamini kwamba wanawake walikuwa wapiganaji bora zaidi kuliko wanaume katika hali fulani za vita vya dhidi ya maadui. Kwa mfano, wanawake hawa walikuwa na nidhamu kubwa zaidi na walikuwa tayari kufa kwa ajili ya mfalme bila kusita hata kidogo. Wakati wa vita dhidi ya ufalme wa Oyo, wanawake hawa walipigana kwa ushujaa mkubwa na walithibitisha uwezo wao wa kijeshi kwa namna. Historia inatuambia kwamba katika vita vingi, wanawake hawa walishinda maadui wengi ambao walikuwa na idadi kubwa zaidi kuliko wao kwa kiasi. Wapigaji wa Ulaya ambao walikutana nao katika vita waliwashangaa sana kwa ujuzi na ushujaa wao wa kupigana bila uoga wowote. Je, mnaweza kufikiria jinsi wanawake hawa walivyoweza kuwa wapiganaji hodari kiasi hicho wakati jamii nyingi ziliwadharau wanawake kwa miaka mingi? Naomba mniambie maoni yenu katika sehemu ya maoni hapa chini.
juu ya sababu zinazowezekana za ushujaa wao mkubwa wa ajabu. Moja ya sababu kubwa ni kwamba wanawake hawa walipewa fursa sawa na wanaume katika mafunzo na silaha za vita vyote. Isitoshe, wao walikuwa na kichocheo cha ziada kwa sababu wao walijua kwamba jamii iliwadharau. Kwa hivyo, walitaka kuthibitisha thamani. Ushujaa wao ulikuwa ni njia ya kuonyesha dunia kwamba wanawake wanaweza kufanya jambo lolote ambalo wanaume wanaweza kufanya bila tofauti. Kwa hiyo, walipigana kwa bidii zaidi ili kuwapinga wale wote waliowadharau na kuwaona kuwa wanyonge au wabeberu tu wa nyumbani. Historia yao ni mfano wa jinsi watu wanavyoweza kushinda vikwazo vya kijamii na kuwa mashujaa wa taifa lao kwa kuamini nafsi. Sasa, hebu tuangalie hadithi ya Malkia Nzinga wa Angola, ambaye aliishi kuanzia mwaka wa 1682 hadi 80. Malkia huyu aliongoza vita dhidi ya wakoloni wa Kireno kwa miaka zaidi ya 40 katika eneo la Angola la leo. Aliitwa Nzinga Mbande na alikuwa mtoto wa mfalme wa ufalme wa Ndongo na Matamba katika Afrika ya Kusini Magharibi. Wakati Wareno walipojaribu kushinda na kuwafanya watumwa watu wa eneo hilo, Nzinga alichukua silaha na kuongoza watu wake katika mapambano. Yeye hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, bali alikuwa pia jenerali wa jeshi ambaye alipigana mstari wa mbele pamoja na askari wake. Nzinga alijifunza mbinu za kijeshi za Ulaya na akazichanganya na mbinu za jadi za Afrika ili kuunda mkakati mpya wa kupigana. Malkia Nzinga alifanya mambo mengi ya ajabu ambayo anamfanya awe mmoja wa viongozi bora zaidi wa Afrika katika historia yote. Aliunda muungano na mataifa mengine ya jirani ili kupigana pamoja dhidi ya Wareno ambao walikuwa na nguvu kubwa za kijeshi na silaha. Pia alikubali kuwa msalamu kwa njia ya kisiasa ili kupata usaidizi kutoka kwa maadui wa Wareno katika Ulaya. Lakini aliendelea kutunza. Yeye alitumia mbinu za usalama wa kimkakati kama vile kufanya makubaliano ya muda na kuwavuruga maadui wake kwa njia ya upelelezi. Katika vita, Malkia Nzinga mwenyewe alivaa nguo za kivita na kupigana kwa mikono yake mwenyewe upande wa askari wake wote. Wazungu walimwogopa sana, walimuita jina la Malkia Mweusi ambaye haulali kamwe katika hadithi na ripoti zao za wakati huo wa vita. Aliwaongoza watu wake katika vita vingi na kushinda mara nyingi, hata ingawa walikuwa na silaha chache kuliko maadui wao wa Ulaya. Jambo lingine muhimu kuhusu Malkia Nzinga ni kwamba alitumia ujanja mkubwa wa kisiasa na diplomasia katika vita vyake dhidi ya wakoloni. Alichanganya mbinu za kijeshi na mbinu za mazungumzo ili kujipatia nafasi bora katika vita dhidi ya Wareno wenye nguvu kubwa. Mara nyingi alifanya mikataba ya amani ya muda ili kupata wakati wa kujiandaa vizuri zaidi kwa vita vinavyokuja baadaye katika siku. Baadaye alipata tena silaha na askari wapya na kuanza vita tena, wakati Wareno walikuwa hawajatarajia kabisa kufanyiwa hivyo kwa mara nyingine. Mkakati huu wa vita na amani uliwachanganya Wareno sana na kuwawezesha watu wa Nzinga kudumisha uhuru wao kwa miaka mingi. Hata baada ya kifo chake mwaka 1663, hadithi yake iliendelea kuwa msukumo kwa watu. Watu wake waliendelea kupigana dhidi ya wakoloni kwa kuzingatia mwongozo wake wa mapambano ya ukombozi na ushujaa wake wa kuvutia. Je, kuna viongozi wa kike wa kisasa ambao wanaweza kulinganishwa na Malkia Nzinga katika ushujaa na busara ya kiongozi wa dhati? Naomba muandike maoni yenu ya kina na mifano hapa chini katika sehemu ya maoni ili tuweze kujadiliana kuhusu mada hii muhimu. Hadithi ya Malkia Nzinga inatuonyesha kwamba viongozi wa kike wanaweza kuwa na ushujaa na ujuzi sawa na viongozi wa kiume. Yeye alikuwa mfano wa kiongozi anayeweza kuchanganya nguvu za kijeshi na akili ya kisiasa kwa ufanisi mkubwa katika mapambano marefu.
Historia ya Afrika imejaa hadithi za wanawake kama hawa ambao historia ya ulimwengu imewasahau kwa makusudi ya upendeleo wa jinsia. Ni jukumu letu sisi watu wa Afrika leo kurudisha hadithi hizi na kuwapa wanawake mashujaa hawa nafasi wanayostahili katika kumbukumbu. Sasa tuangalie hadithi ya Yaa Asantewa ambaye alikuwa malkia mzaliwa wa Ejisu katika ufalme wa Ashanti wa Ghana ya leo. Yaa Asantewa alizaliwa karibia mwaka 1830 na aliishi hadi mwaka 1921. Yeye aliongoza vita vya mwisho dhidi ya Waingereza wakati wao walipojaribu kuweka utawala wao katika eneo la Ashanti mwaka 1000. Wakati wanaume wengi wa Ashanti walishindwa au wakaogopa kupigana na Waingereza, Yaa Asantewa alitua mbele na kuwaita wanaume hao kwa maneno yenye. Aliwashtukiza wote wakati aliposema kwamba ikiwa wanaume hawajui kupigana, basi wanawake wataenda vitani badala yao na kukomboa nchi yao. Baada ya maneno hayo yenye nguvu, Yaa Asantewa aliongoza jeshi la watu 50,000 katika vita dhidi ya Waingereza kwa miezi 6. Vita hivyo vimejulikana kwa jina la vita vya Yaa Asantewa au vita vya kiti cha dhahabu katika historia ya Ghana. Yaa Asantewa na askari wake walipigana kwa ushujaa mkubwa dhidi ya jeshi la Uingereza lililokuwa na silaha za kisasa za bunduki. Walitumia mbinu za usalama wa kimkakati na ujuzi wao wa mazingira ya msitu kwa manufaa yao katika vita vya kurudisha uhuru. Walitumia njia za uvamizi wa ghafla na kuzingira maadui wao kwa ufanisi mkubwa, huku wakitumia msitu kama ngome ya ulinzi. Kwa miezi kadhaa walizuia Waingereza na hata kuwazingira katika ngome yao huko Kumasi, mji mkuu wa Ashanti wa wakati huo. Waingereza walilazimika kuomba msaada wa ziada wa askari kutoka Accra na maeneo mengine ili kushindwa wapiganaji wa Yaa Asantewa wa ujasiri. Mwishowe, baada ya mapigano makali, Waingereza waliweza kushinda kwa sababu walikuwa na silaha nyingi zaidi na fedha za kutosha za vita. Yaa Asantewa alishikwa na kufungwa na baadaye akapelekwa uhamishoni katika kisiwa cha Seychelles ambapo alifariki kwa miaka 20 baadaye huko. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kuweza kushuji. Mishonyana mnijia, otata ibae, watu bitwa nya msitu, komangiria na msitu wa kama minini. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Wampinya wa mafinyane misija, wamtili mini, makucho miene mshagala tumini, na fedha magwargi na masiwo ili kushinda msiwo. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa wa fedha za vita. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Wampinya wa mafinyane misida. Wampinya wa mafinyane misida. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Wampinya wa mafinyane misida. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Wampinya wa mafinyane misida ili kushinda misiwo, ili kushinda zauku. Wampinya wa mafinyane misida. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Wampinya wa mafinyane misida. Hata hivyo, ushujaa wa Yaa Asantewa waheshima katika vita. Yaa Asantewa walifaa kibara kuinimea. Waingereza walifarika kumagani katika kisiwa cha Seychelles. Omba msaada wa Yaa Asantewa wa askari kutoka Accra na maeneo mengine ili kushinda wapiganaji wa Yaa Asantoja. Wa Yaa Asantewa haujakufa na hadithi yake imekuwa msukumo kwa watu wa Ghana na Afrika kwa ujumla wa hali. Leo Yaa Asantewa anakumbukwa kama malkia shujaa
na ni moja ya kina mama mashuhuri zaidi katika historia ya Ghana na Afrika nzima. Hadithi yake inafundishwa katika shule na kumbukumbu zake zimewekwa mahali pengi katika nchi ya Ghana kwa heshima kubwa sana. Vita vyake dhidi ya ukoloni ni mfano wa jinsi watu wanavyoweza kupigana kwa ujasiri dhidi ya nguvu kubwa zaidi kuliko wao. Kwa Yaa Asantewa anatuonyesha kwamba umri na jinsia havifai kuwa vikwazo kwa mtu yeyote anayetaka kutetea nchi yake na watu wake. Wakati vita vilipoanza, Yaa Asantewa alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 60, lakini hilo halikumzuia kupigana kwa bidii. Pia tunapaswa kuzungumzia wanawake wapiganaji wa kabila la Igbo la Nigeria, ambao walijulikana kama Umwada au ndugu wa kike wa kabila. Wanawake hawa walikuwa na jukumu muhimu la ulinzi wa jamii na waliweza kupigana vita wakati kuna hatari ya nje ya dhuluma. Katika utamaduni wa Igbo, wanawake walikuwa na cheo cha juu sana na walikuwa na mamlaka ya kijamii na kiuchumi katika jamii. Wao hawakuwa wabeberu tu wa nyumbani, bali walikuwa waamuzi na walinzi wa utamaduni na mila za jamii zao za jadi kabisa. Historia inatuonyesha kwamba wanawake wa Igbo walishiriki katika vita mbalimbali dhidi ya makabila ya jirani na baadaye dhidi ya wakoloni. Moja ya vita vikubwa zaidi vilivyohusisha wanawake wa Igbo ni vita vya wanawake ya mwaka wa 1929. Vita hivi vilijulikana kwa jina la Ogu Umunwanyi au vita vya wanawake kwa lugha ya Igbo, na vilikuwa ni maandamano makubwa. Wanawake 10,000 walishiriki katika maandamano haya dhidi ya kodi mpya na sheria za wakoloni wa Uingereza zilizokuwa dhalimu sana kwao. Wanawake hawa walitumia njia za kipekee za maandamano ambazo katika utamaduni wa Igbo huitwa sitting on a man kwa Kiingereza. Mbinu hii ilihusisha kukusanya idadi kubwa ya wanawake nyumbani kwa mtu wao wanamlalamikia na kumfanya ajisikie aibu ya makusudi. Wanawake walitumia nyimbo, vigelegele, harakati za mwili na maneno makali sana ili kuonyesha hasira yao dhidi ya utawala wa wakoloni. Waingereza walishangaa sana na hawakuelewa jinsi ya kushughulika na aina hii ya maandamano ya kipekee kabisa bila vita halisi ya bunduki. Baada ya miezi kadhaa ya maandamano, baadhi ya wanawake walipigwa risasi na kuuawa na askari wa Waingereza wakati wa mgogoro mmoja. Vifo hivyo vilikuwa ni dalili ya uchungu, lakini pia vilionyesha ushujaa wa wanawake hawa. Hata baada ya vifo vya wenzao, wanawake waliendelea na maandamano na mwishowe walinyang'anya mabadiliko fulani kutoka kwa serikali ya kikoloni. Serikali ilishindwa kwa nguvu za wanawake na ilibidi kurekebisha sheria zao na kuondoa kodi fulani zilizokuwa dhalimu kwa wanawake na jamii. Vita vya wanawake ni mfano mzuri wa jinsi wanawake wanavyoweza kutumia mbinu za amani na ushirikiano kufikia malengo yao ya haki. Wanawake hawa hawakutumia bunduki, lakini walitumia nguvu zao za pamoja na utamaduni wao wa asili kushinikiza mabadiliko ya kijamii. Historia hii inatuonyesha kwamba ushujaa si tu kuhusu kupigana kwa mikono na silaha, bali pia kuhusu kusimama kwa imara dhidi ya dhuluma. Kumbuka kwamba kama bado hujajisajili kwenye kituo chetu cha Ufalme Uliopotea, fanya hivyo sasa ili kupata historia zaidi za ajabu kama hizi. Pia bonyeza kitufe cha kupenda video hii ili kusaidia watu wengine wapate elimu hii ya thamani sana kuhusu wanawake mashujaa wa Afrika. Tutaendelea kukufikishia maudhui ya historia ya Afrika ya kweli ambayo haifundishwi shuleni mara nyingi katika nchi zetu za leo hivi. Historia ya Afrika ina utajiri mkubwa ambao haujulikani na watu wengi kwa sababu ya upotofu wa taarifa na ukosefu wa vitabu. Ni jukumu letu kuichimbua na kuieneza historia hii ili vizazi vijavyo viweze kujua ukweli wa asili
kuhusu babu zetu. Tunajua pia kuhusu wanawake mashujaa wengine wa vita katika sehemu nyingine za Afrika ambazo hakujulikana sana kwa dunia ya nje. Katika bara la Ethiopia kulikuwa na Itege Taitu Betul ambaye alikuwa malkia wa mfalme Menelik wa pili wakati wa vita vya Adwa. Yeye alichukua sehemu muhimu katika kupanga mikakati ya vita na kulisha askari wa Ethiopia katika mapambano dhidi ya Wataliano mwaka wa 1000. Vita vya Adwa ni moja ya ushindi mkubwa zaidi wa nchi ya Kiafrika dhidi ya ukoloni wa Ulaya katika historia yote. Itege Taitu hakuwa tu mke wa mfalme, bali alikuwa mshauri mkuu na kiongozi wa kijeshi aliyechangia sana katika ushindi huo. Baada ya vita, yeye aliendelea kuwa na jukumu kubwa katika uongozi wa Ethiopia na alisaidia katika kujenga shule na miundombinu mingine. Wanawake kama Taitu walionyesha kwamba uongozi wa kisiasa na wa kijeshi haujakuwa kazi ya wanaume tu katika Afrika. Mantatisi ambaye aliongoza kabila la Batlokwa wakati wa vurugu za Mfekane za karne ya 19. Mantatisi aliongoza watu wake katika safari ndefu ya Hama na vita dhidi ya makabila mengine wakati mgumu wa njaa na vita. Yeye alitumia mbinu za kijeshi na uongozi madhubuti kuhakikisha watu wake wanabaki salama, kuwashinda maadui walio wengi sana kabisa. Historia inamkumbuka kama mwanamke shujaa na kiongozi mwenye busara ambaye alisimamia ukombozi wa watu wake katika nyakati za taabu kubwa. Katika eneo la Uganda, Mwami Muhumuza alikuwa malkia aliyeongoza upinzani dhidi ya wakoloni wa Kiingereza mwaka wa 1907. Alijaribu kurudisha utawala wa kifalme baada ya kuondolewa kwa kabila lake kutoka madarakani na wakoloni wapya wa nchi yake ya asili. Muhumuza aliongoza mashambulizi ya usalama na kuunda muungano wa makabila dhidi ya ukoloni kabla ya kushikwa na kufungwa na Waingereza hatimaye. Je, mnadhani kwa nini hadithi za wanawake mashujaa hawa hazijulikani sana katika historia inayofundishwa shuleni na vyuoni vikuu vya nchi zetu? Naomba mtoe maoni yenu ya kina hapa chini kuhusu sababu za ukosefu huu wa elimu sahihi kuhusu wanawake mashujaa wa Afrika. Mojawapo ya sababu kubwa ni kwamba historia iliyoandikwa na wakoloni ililenga kuonyesha Afrika kama bara lisilo na ustaarabu wala mashujaa halisi. Wao waliandika historia kwa namna ambayo inafaa madhumuni yao ya kiuchumi na kisiasa ya kudhibiti bara hili kwa miaka mingi. Hadithi za wanawake mashujaa zilipuuzwa zaidi kwa sababu jamii za wakoloni wenyewe ziliona wanawake kama viumbe dhaifu na wa daraja la chini. Hivyo walikuwa na tabia ya kutokuelewa jinsi wanawake wa Afrika walivyokuwa na nguvu na mamlaka katika jamii zao za jadi kabisa. Ni lazima sisi sasa tuandike upya historia yetu na kuhakikisha kwamba wanawake mashujaa wanapewa heshima na ukumbusho unaostahili katika historia. Mambo yanayofanana kati ya wanawake mashujaa wote hawa ni ushujaa, uongozi na kutojali kutoa maisha yao kwa ajili ya watu wao. Wote walipigana dhidi ya nguvu kubwa zaidi kuliko wao, lakini hawakukata tamaa kamwe katika juhudi zao za ukombozi na ulinzi. Wao waliamini kwa imani kubwa kwamba haki yao ya uhuru ni muhimu zaidi kuliko uhai wao binafsi wa mtu mmoja tu. Ushujaa huu haupatikani kila mahali na unapaswa kusimuliwa kwa vizazi vyote vijavyo vya watu wa Afrika na ulimwengu mzima kwa ujumla. Wanawake hawa walijenga mfano ambao unapaswa kuwa msukumo kwa vijana wa leo ambao wanapigana na changamoto mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Tukiangalia hadithi zao, tunaweza kujifunza mengi kuhusu ushujaa, uvumilivu, busara na dhamira ya kutoweka katika kazi nzuri ya haki. Jambo jingine muhimu ni kwamba wanawake hawa mashujaa hawakupigana tu kwa silaha, bali pia wakatumia akili zao za kisiasa na busara. Malkia Nzinga alitumia diplomasia pamoja na vita. Yaa Asantewa alitumia uchungu wa hotuba kuwahamasisha wanaume, na wanawake wa Ibo
walitumia. Hii inatuonyesha kwamba ushujaa una njia nyingi na sio lazima daima kuhusisha vita vya bunduki na damu tu dhidi ya maadui. Kuna wakati ambapo akili, mazungumzo na ushirikiano wa jamii ndio silaha bora zaidi dhidi ya dhuluma na unyanyasaji wa kikoloni. Au wanawake mashujaa wa Afrika walionyesha uwezo wao wa kufikiri kwa namna tofauti na kutumia mbinu mbalimbali kutekeleza malengo yao ya uhuru. Historia yao ni fundisho la kuwa ushujaa ni kuhusu kuamua kusimama dhidi ya udhalimu hata wakati mambo yanaonekana magumu na yasiyowezekana. Pia ni muhimu kukumbuka kwamba jamii za jadi za Afrika ziliwa na nafasi kubwa zaidi kwa wanawake kuliko vile tunavyodhani leo. Kabla ya ukoloni, wanawake wengi walikuwa na mamlaka ya kijamii, kiuchumi na hata kisiasa katika jamii zao za asili bila vikwazo vingi. Ukoloni ulileta mifumo ya Kiulaya ambayo iliwa na ubaguzi mkubwa wa kijinsia na ilipunguza nafasi za wanawake katika jamii yetu. Kwa hivyo, wanawake mashujaa tunawasimulia leo walikuwa wakiishi katika jamii zilizokuwa zinawaheshimu zaidi kuliko tunavyowaona leo katika sehemu nyingi. Utamaduni wa asili wa Afrika ulikuwa na nafasi za viongozi wa kike, mashujaa wa kike na waamuzi wa kike katika ngazi. Historia hii imefichwa kwa makusudi ili kuonyesha kwamba Afrika ilikuwa na ustaarabu mdogo na kwamba wanawake hawakuwa na mamlaka yoyote. Tunapaswa kuiondoa fununu hii na kuonyesha ukweli wa historia yetu ambao unatoa picha tofauti kabisa ya jamii zetu za kale. Kwa hivyo, tunaweza kusema kwa hakika kwamba Afrika ina historia ndefu na ya kuvutia ya wanawake wapiganaji na mashujaa wa vita. Wanawake hawa sio hadithi za uongo wala za hadithi za kale tu, bali ni wahusika halisi wa historia yetu ya bara. Wao walipigana, waliongoza na walitetea mataifa yao kwa ushujaa usio na kifani katika nyakati za vita na dhiki kubwa. Historia yao imefichwa na kupuuzwa kwa muda mrefu, na sasa ni wakati wa kuirudisha nafasi inayostahili katika elimu yetu ya. Wanawake mashujaa kama askari wa kike wa Dahomey, Malkia Nzinga, Yaa Asantewa na wengine wanaonyesha ukweli wa jamii za Afrika. Jamii hizi zilikuwa na ustaarabu, walikuwa na mifumo ya uongozi yenye hekima na waliwa na wanawake wenye nguvu na uwezo wa kuongoza. Mafunzo makubwa tunayoweza kuyachukua kutoka kwa hadithi za wanawake mashujaa hawa ni mengi sana na ya muhimu katika maisha yetu. Kwanza, tunajifunza kwamba jinsia haifai kuwa kikwazo kwa mtu yoyote anayetaka kufikia malengo yake katika maisha yoyote yale ya biashara. Pili, tunajifunza kwamba ushujaa ni juu ya kuamua kufanya jambo sahihi hata wakati kuna hatari kubwa ya kupoteza maisha au mali. Tatu, tunajifunza kwamba akili na busara ni muhimu sawa na nguvu za mwili katika vita na changamoto za maisha kwa ujumla. Nne, tunajifunza kwamba historia yetu ya Afrika ni tajiri na ina mashujaa wengi ambao wanastahili kusimuliwa na kukumbukwa katika kila kizazi. Tano, tunajifunza kwamba ni jukumu letu kuichimbua historia sahihi na kuieneza kwa vizazi vijavyo bila kuiga historia iliyoandikwa na wengine. Historia yetu ina ukweli ambao hautakiwi kufichwa tena, lakini unapaswa kuwa sehemu ya elimu rasmi katika shule zetu na vyuo vyetu. Ndugu zangu wa ufalme uliopotea, nafikia mwisho wa hadithi hii ya wanawake mashujaa wa vita wa Afrika yetu tupendayo sana kwa dhati. Natumaini mmepata elimu mpya na msukumo kutoka kwa hadithi za ushujaa na ujasiri wa wanawake wetu mashujaa wa zamani. Kama mmefurahishwa na elimu hii ya historia ya kweli, naomba mjisajili kwenye kituo chetu cha Ufalme Uliopotea ili kupata maudhui mengine. Pia nibonyezeni kitufe cha kupenda video hii na mniandikieni katika sehemu ya maoni kuhusu funzo au hitimisho
linalotoka kwenu Kutoka. Ni nini ambacho mmejifunza kutoka kwa hadithi za wanawake mashujaa hawa ambao walipigana kwa nchi zao na watu wao kwa bidii? Je, mnaona vipi jinsi historia hii inavyoweza kusaidia vijana wa leo na hasa wasichana na wanawake kutambua uwezo wao wa kuwa? Nasubiri kwa hamu kusoma maoni yenu ya kina na tukajadiliane kuhusu mada hii muhimu ya historia ya Afrika ya dhati yetu. Tutaonana tena katika video ijayo na historia nyingine ya kuvutia ya bara letu tulilotoka. Kwa heri na Mungu awabariki na kuwapa hekima.